Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo klabu ya soka ya Young Africans leo hii imekwenda kuwasilisha barua yake katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo, ambako imeweza kupokelewa na unaambiwa inakwenda kujadiliwa leo juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea katika dabi ya Kariakoo, ambapo mastaa kadhaa ambao watakuwepo katika kushughulikia kesi hiyo, akiwemo Didier Drogba akiwa kama sehemu ya watu ambao watakwenda kuweza kushughulikia jambo hilo, ameweza kufunguka hatima ya kasi pengine maamuzi yake juu ya kile ambacho kitakachokwenda kutokea katika shauri hilo la klabu ya soka Young Africans kudai pointi 3 zake pamoja na fidia mara baada ya kuwasilisha ombi lao kwa TFF pamoja na bodi ya ligi. Na klabu ya hapa nazungumzia ya Young Africans kutokupewa majibu mara baada ya saa 72 kuweza kupita bila majibu yoyote kutoka shirikisho la soka Tanzania pamoja na bodi ya ligi. Sasa kile ambacho kimejili mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Bana, klabu ya soka Young Africans kama unakumbuka, siku kadhaa zilizopita waliweza kuandika barua yao kwa shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi, wakiweza kuwaomba waweze kukamilisha yale madai yao ambao walikuwa wakiweza kuyadai, ambapo inakadiliwa zaidi ya shilingi milioni 54 zilitumika katika maandalizi ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikwenda kuahirishwa mara baada ya klabu ya Simba kugomea mchezo huo, na TFF pamoja na bodi ya ligi wakatangaza kwamba mchezo huo hautokuwepo mpaka tarehe nyingine ambapo itakwenda kutangazwa mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo klabu ya soka Young Africans ikaona kile kitendo ambacho kimefanyika sio sahihi kwao, wakaingiza timu uwanjani, wakawasili kama kawaida, na ulipofika muda wakaondoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ikionyesha kwamba waliwasili lakini watu wao hawakufika. Kile kilichoweza kutokea, Young Africans wanadai alama 3 na magoli 3 kama vile kanuni ambavyo inaeleza pindi ambapo timu inapokimbia timu nyingine ama kutokufika uwanjani na bila sababu za msingi ambazo zitakazopelekea kushindwa kufika kwenye mchezo huo bila kuweza kuainishwa. Unaona bana. Sasa klabu ya soka Young Africans wenyewe waliweza kupeleka malalamiko yao haya, wakatoa saa 72 kwa kamati na bodi ya ligi kuweza kutoa majibu ya yale ambao wameweza kuyawasilisha, lakini mpaka sasa saa 72 huenda zishafika na zimepitiliza kabisa, unaona, kwa sababu ni siku kadhaa zimepita toka Young Africans waweze kuwasilisha barua hiyo kwa TFF pamoja na bodi ya ligi. Sasa Young Africans baada ya kuona ukimya mkubwa ambao umetanda, sasa wanajiandaa kwenda katika shirikisho la soka barani Afrika katika mahakama ya usuluhishi. Hii inaitwa kasi, ambao umekuwa mara nyingi ukisikia labda timu fulani imefungiwa kutokana na kushindwa kumlipa mchezaji. Malalamiko yote huwa yanapelekwa huko na kwenda kupangiwa tarehe ya kwenda kusikilizwa na kutolewa shauri kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, ambapo taarifa inasema ya kwamba Yanga wameenda kasi na Murtaza Mangungu. Huyu pia ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Sport Club. Yeye ameweza kutoa kauli
kuhusiana na Yanga kwenda kasi. Mangungu amezungumza katika mahojiano mara baada ya kuweza kusikia Young Africans wanakwenda kudai alama 3 kasi kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu amegusia taarifa ya klabu ya Yanga kuwa inataka kwenda mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo yani kasi kudai pointi 3 za mchezo wa Kariakoo Derby ambao uliahirishwa, akisema hata wakienda spidi wao hawana hofu. Mangungu amezungumza hilo jana katika mahojiano akiweza kufunguka kile kilichoweza kuripotiwa. Katika mahojiano hayo yaliyofanyika, alionyesha ni kama kutokubaliana na Yanga kutafuta suluhu hilo huko katika mahakama ya usuluhishi, ambapo alisema kuwa Yanga wana haki ya kutamani kile wanachotaka, lakini kwa upande wake aliona kuwa hatua hiyo ni kupoteza muda. Na nukuu, kutamani ni sifa ya mwanadamu, anaweza kutamani kitu chochote, hivyo wacha waendelee kutamani, sio kasi tu, hata wakienda spidi, amesema Mangungu. Unaona bana, siku chache zilizopita niliripoti kuhusu viongozi wa Yanga kujiandaa kwenda kasi kwa ajili ya kudai pointi 3 za mchezo wa Kariakoo Derby, ambapo uliahirishwa na kuelezwa na bodi ya ligi kuwa utapangwa tarehe nyingine. Ilikuwaje? Siku moja kabla ya mchezo huo wa Kariakoo Derby ambao ulitakiwa kuchezwa Jumamosi ya Machi 8, msafara wa Simba ulizuiliwa kuingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi. Hali hii iliwafanya viongozi wa timu hiyo kususia mchezo huo, huku wakieleza wasiwasi wao na kuandikia barua kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi ilithibitisha kupokea barua hiyo, na baada ya kikao cha dharura cha kamati ya saa 72 iliamua kuahirisha mchezo huo. Hata hivyo, Yanga hawaonekani kukubaliana uamuzi huo na walitoa taarifa wakisema kuwa hawapo tayari kucheza katika tarehe nyingine. Badala yake walieleza wanachotaka ni pointi 3 za mchezo huo ulioahirishwa. Unaona bana, wakiweza kuweka bayana kila kitu, wakisema ya kwamba kile kilichoweza kutokea wao hawakubaliani kabisa, na wamepanga kwenda huko kasi ambako watakwenda kuweza kuzungumza na kuweza kupeleka malalamiko yao juu ya kile ambacho kilichoweza kujiri hivi karibuni katika mchezo huo wa derby ya Kariakoo mara baada ya kuweza kuahirishwa kwa kile ambacho kilichokwenda kutokea, ambapo Yanga wapo serious, wamekubaliana kutumia zaidi ya shilingi milioni 121 ili kutafuta haki yao kwa kufungua kesi rasmi kwenye mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo kasi baada ya derby kuahirishwa. Unaona bana, ambapo Yanga wamepeleka shilingi milioni 121 uko kasi kwa ajili ya kwenda kupata hapa nazungumzia kile kilichoweza kutokea. Je, kile kinachokadiriwa ni kwamba TFF pengine wanaweza kumkata mtu, hapa nazungumzia kasi, wanaweza kumkata mtu pointi 15 pamoja na faini kwa kile ambacho kitakachokwenda kuthibitishwa ya kwamba klabu yoyote ambayo imeweza kufanya mchezo huo kutokuweza kuchezwa, basi huenda wakakata pointi 15 na faini juu kwa kile ambacho kimetokea. Tusubiri kuweza kusikia yapi ambayo yatakaweza kujili. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana